Kwa jina naitwa Rahma Mohamed Salim, ni moja ya washiriki ama waliojitolea katika hii kampuni ya ZOP kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa wanajamii ama wanafunzi zaidi juu ya swala zima la saratani ya matiti. Tuko hapa katika chuo cha IPA, yani ni miongoni mwa zile institute ambazo tumekuja kwa ajili ya kuwapa hiyo education. Kwa asilimia fulani tumefikia lengo, japo tulitarajia tutakuta watu wengi zaidi ambao tungeweza kuwafikishia elimu hiyo na wangeweza kuja kupima na kuweza kujua afya zao za matiti kama wana kansa ama vipi. Japo wengi mpaka sasa hivi naona hawajaenda kupima, lakini tunaamini ujumbe umewafikia na tumegawa vipeperushi, na mpaka sasa hivi bado wengine wako wanaendelea kugawa vile ambavyo vinaonyesha dalili za hiyo kansa yenyewe ili waweze kupata uelewa. Elimu tu hii haiwi sambamba tu kwa wanawake pia na kwa wanaume pia, kwa sababu ukiwa na elimu basi unakuwa unaweza kujitambua. Kwa hiyo kama ni mwanamume useme tu hili tatizo la wanawake pia. Wewe una dada, una shangazi, nadhani pia unapopata elimu kama hii basi unaweza kuwafikishia wengine. Kwa hiyo mimi ni furaha yangu kubwa sana kwa kuja hapa, kwa sababu chuoni tunakuwa na wanafunzi tofauti, vijana ambao chipukizi ambao wanahitaji elimu ili kuweza janga hili lisiweze kuwakumba kila mmoja. Kwa jina naitwa Zainab Idrisa Mohamed, natokea chuo cha utawala wa umma IPA, nasomea kada ya secretary stashahada. Tumekuja kupewa mafunzo leo ya saratani ya matiti. Kusema la kweli, elimu hii sikuijua hapo mwanzoni. Nashukuru sana watu hawa kuja katika taasisi chuo chetu kutupa haya mafunzo ya saratani ya matiti, na pia tumejifunza, na nawaahidi kwamba nitakuwa walimu kwa wenzangu pamoja na humo mtaani. Cha kwanza, before ya kuja hawa ZOP nilikuwa sifahamu swala la kuhusu saratani ya titi. Nilikuwa najua tu kuna saratani ya titi, lakini nilikuwa sielewi dalili, maybe stage zake. Angalau tumepata kuelewa stage zake pamoja na dalili zake, zitatusaidia sisi kama wanawake jinsi ya kuweza kujikinga, lakini pia kuweza kwenda kuwapa elimu watu wengine ambao walikuwa hawajui kuhusu hili swala. Wito wangu kwa taasisi hii, cha kwanza waongeze jitihada, lakini pia wasichoke, waendelee kupita katika mashule, katika vyuo, kwa sababu kuna watu wengi ambao hawaelewi, ni kama sisi ambao tulikuwa hatuelewi. Watu wengi walikuwa hawafahamu, lakini ujio wenu nyinyi umesababisha sisi kuweza kuelewa, na sisi tunaweza tukawa mabalozi kwa watu wengine ambao wako nje kuweza kwenda kuwafahamisha ili kuweza kufahamu.